Habari za muda huu mabibi na mabwana, ungana nami kupata utabiri wa nyota siku ya leo ya Ijumaa ya tarehe 21 mwezi wa 11 mwaka 2025. Tukianza na upande wa nyota ya kondoo au punda, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Machi mpaka tarehe 19 Aprili. Leo unahisi hamu kubwa ya kuachana na utaratibu wako wa kila siku. Ikiwezekana, fanya safari fupi au uende mahali tofauti. Jipe nafasi ya kufurahia mandhari mpya, mwingiliano mpya na kukutana na nyuso mpya. Gundua maeneo mapya na mawazo mapya. Jisajili katika masomo ikiwa ni kama mwendelezo mpya wa CV yako. Siku ya bahati ni Jumanne, asili yake ni moto, ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni red na namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni ruby au garnet. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Aprili mpaka tarehe 20 Mei. Uzoefu wako wa kihisia utakuwa mkali zaidi leo unaposhughulika na hali tofauti. Vile vile, unaweza kuvutia mtu ambaye ni mkali na mwenye nguvu. Unaweza kuwa na hisia kali kuhusu mali iliyoshirikiwa au kuzungukwa na mambo yanayojulikana ambao huhifadhi kumbukumbu za zamani. Siku ya bahati ni Ijumaa, asili yake ni udongo. Ipo upande wa kaskazini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni green, namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 33. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni emerald au rose quartz. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Mei mpaka tarehe 20 Juni. Migogoro na wengine itakuwa ya kihemko zaidi leo kwa sababu mwezi upo kinyume na ishara yako. Jilinde dhidi ya athari za goti, walakin wapendwa na wenzi watahisi kuwa muhimu kwako kuliko kawaida. Unaweza hata kutafuta usalama na usaidizi kutoka kwao. Siku ya bahati ni Jumatano, asili yake ni hewa. Ipo upande wa magharibi mwa dunia, rangi yake ya bahati ni yellow na grey. Namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 32. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni agate au citrine. Na tukiendelea na upande wa nyota ya kaa, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Juni mpaka tarehe 22 Julai. Leo unaweza kuhusika katika utunzaji wa mtu mwingine au unaweza kutanguliza maslahi ya mtu mwingine kabla yako. Wewe si shahidi, hiki ndicho kitakachotokea. Unaweza kufanya hivi kwa sababu wewe ndiye mwenye busara na ishara zitasema hivyo, na pia upande wa pesa ni wastani rafiki. Siku ya bahati ni Jumatatu, asili yake ni maji. Ipo upande wa kusini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni white na silver. Namba ya bahati ni 2, 11, 20 na 29. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni moonstone au pearl. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Julai mpaka tarehe 22 Agosti. Siku ya kufurahi kwa sababu ya fulani. Itakuwa ngumu kuficha hisia zako kutoka kwa wengine. Usijaribu hata chochote chenye kuudhi. Mapenzi yatakuwa na nguvu na uhusiano na mapenzi utakuwa mkali zaidi siku. Sio kawaida. Unaweza pia kujisikia ulinzi na malezi kwa watoto au mgonjwa yatakuhusu. Utaona mbele yako kwa uwazi kabisa na mipangilio yako itakuwa mizuri rafiki. Siku ya bahati ni Jumapili, asili yake ni moto. Ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni gold au orange. Namba ya bahati ni 1, 10, 19 na 28. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni peridot au ruby. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Virgo, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Agosti mpaka tarehe 22 Septemba. Nyumbani, familia na maisha yako ya kibinafsi ndiyo kipaumbele chako leo. Unaweza hata kuhisi kumiliki kitu au mtu fulani. Mazungumzo na mwanafamilia wa kike yanaweza kuwa muhimu. Wakati huo huo, hii ni siku nzuri ya kufurahia faraha katika mazingira uliozoea. Mapenzi ni wastani na pesa ipo juu. Bahati ipo nje leo. Jichanganye na wengine. Siku ya bahati ni Jumatano, asili yake ni udongo. Ipo upande wa kaskazini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni brown na leaf green. Namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 41.
Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni Sapphire au Carnelian. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Libra, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Septemba mpaka tarehe 22 Oktoba. Unaathiriwa na mazingira yako ya karibu. Wewe pia ni mzungumzaji hodari. Leo hasa unataka kujadili jambo ambalo ni la kweli, jambo ambalo ni la muhimu na maana kwako. Hutaki kupoteza muda kwenye jambo la serious. Ni kweli unapambana na familia, haijakujali wakati unaanza rafiki. Ni wazi. Siku ya bahati ni Ijumaa, asili yake ni hewa. Ipo upande wa magharibi mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni pink au white blue. Namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 42. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni opal au lapis lazuli. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Scorpion, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Oktoba mpaka tarehe 21 Novemba. Kwa njia ya kudadis, unajitambulisha na mali zako zaidi ya kawaida leo. Ndio maana unaweza kuwa na uhusiano mkubwa na kitu fulani, au labda kushikamana kwako ni kwa maadili na maono yako. Ikiwa ndivyo hivyo, unaweza kujitetea wakati huna chochote. Upande wa afya ni wastani na hautajutia kumjua mtu fulani leo. Siku ya bahati ni Jumanne, asili yake ni maji. Ipo upande wa kusini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni black na maroon. Namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni topaz na malachite. Na tukiendelea na upande wa nyota ya mshale, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Novemba mpaka tarehe 21 Disemba. Leo mwezi uko kwenye ishara yako ambayo inakufanya uhisi zaidi kuliko kawaida. Walakini pia itaboresha kidogo bahati yako nzuri. Kwa nini usijaribu hili kwa kuomba upendeleo kwa ulimwengu unaoishi? Jaribu kuomba kupitia maombi maalum yakifuatia na sadaka kutokana na dhehebu lako rafiki. Siku ya bahati ni Alhamis, asili yake ni moto. Ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni purple na blue samawati. Namba ya bahati ni 3, 12, 21 na 30. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni turquoise na amethyst. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Disemba mpaka tarehe 19 Januari. Amani na faragha ndiyo vipaumbele vyako vikuu leo. Utahisi kama kujumuika, sio kwa sababu huna uhusiano na watu wengine, lakini kwa sababu unahitaji kujiepusha na haya yote. Nidhamu mpya za mafumbo au za kiroho zinaweza kukuvutia. Kwa nini usijaribu? Hakika wewe ni wa kipekee, mwenye kipaji kizuri, ni jambo la kushukuru. Siku ya bahati ni Jumamosi, asili yake ni udongo. Ipo upande wa kaskazini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni grey na brown. Namba ya bahati ni 8, 17, 26 na 35. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni garnet na onyx. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Ndoo, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Januari mpaka tarehe 18 Februari. Urafiki ni muhimu leo. Unaweza kuhisi ulinzi na usaidizi zaidi kuliko kawaida kwa mtu kwa sababu unathamini uhusiano. Ni siku nzuri ya kushiriki matumaini na ndoto zako za siku zijazo na mtu ili kupata maoni yake. Kwa nini usijaribu? Pesa ni wastani na mapenzi ni mazuri leo. Siku ya bahati ni Jumamosi, asili yake ni hewa. Ipo upande wa magharibi mwa dunia, rangi yake ya bahati ni sky blue na Q. Namba ya bahati ni 4, 13, 22 na 31. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni amethyst na hematite. Na tukimalizia na upande wa nyota ya Samaki, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 19 Februari mpaka tarehe 20 March. Leo vipengele vya maisha yako ya kibinafsi vinaonyeshwa, ambavyo ina maana kwamba watu wanajua maelezo ya faraha kuhusu wewe. Je, ni wakati wa kudhibiti uharibifu? Hii ni siku nzuri ya kufikiria masuala ya kitaaluma na ya kibiashara pamoja na hisia unazotoa kwa wengine. Kujituma kwako hakuonekani moja kwa moja, isipokuwa nafsi yako ndiyo inajua zaidi rafiki. Siku ya bahati ni Alhamis, asili yake ni maji. Ipo upande wa kusini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni sea green na indigo. Namba ya bahati ni 7, 16, 25 na 34. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni jade au aquamarine. Kama kawaida tunazungusha gurudumu letu la bahati kwa kuangalia muda wa bahati katika kila nyota. Na tukianza na upande wa nyota ya
Kondoo au punda, muda wako mzuri siku ya leo ni kuanzia saa 8:30 mpaka saa 11. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 5 mpaka saa 8. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mapacha, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 9 mpaka saa 2 za usiku. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Kaa, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 10 mpaka saa 11:30. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 1:30 mpaka saa 5. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 6 mpaka saa 9:30. Na tukiendelea na upande wa nyota Mizani, muda wako mzuri siku ya leo ni kuanzia saa 7:30 hadi saa 9:30. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Nge, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 7. Na tukiendelea na upande wa nyota Mshale, muda wako mzuri siku ya leo ni kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 4:45. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, muda wako mzuri siku ya leo ni kuanzia saa 2 hadi saa 5:30. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Ndoo, muda wako mzuri siku ya leo ni kuanzia saa 1 asubuhi hadi saa 5. Na tukimalizia na upande wa nyota ya Samaki, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 9 mpaka saa 10:30. Na vile vile muda wako mwingine ni kuanzia saa 1:45 mpaka saa 3:30. Na tunaendelea na utabiri wa watoto wadogo chini ya miaka 10 na ushauri mzuri kwa mama mwenye mtoto au mjamzito. Tukianza na upande wa nyota ya Kondoo au Punda, mtoto aliye tumboni atahiji majumba ya Mashariki ya Kati na atakuwa maarufu sana kwa wakati wake. Mtoto chini ya miaka 10 hatakubali kitu kinachoitwa dharau. Huenda akapinga kwa njia za kitoto, aidha kupigana na kadhalika. Ushauri kwa mama, jikubali na hali yako, kwani hali ya juu zaidi inaweza fika kwa mipango madhubuti. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, mtoto aliye tumboni atakuwa ni mwenye kufuata hisia zake zaidi na pia atajali. Mtoto chini ya miaka 10, uchangamfu wake leo watu watazidi kumpenda na pia atakuwa na mapuuza fulani. Ushauri kwa mama, jipe furaha mwenyewe kwa kumwangalia mwanao na mwazie mazuri ambayo matunda yake utafaidi naye. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, mtoto aliye tumboni atakuwa ni mwenye kupinga sana na wakubwa zake kutokana na kipaji chake. Mtoto chini ya miaka 10 atakuwa anakubalika na rafiki zake na hatakuwa kiongozi wao. Ushauri kwa mama, kula matunda na maji kwa wingi ili uweze pata afya njema na ya mwanao. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Kansa, mtoto aliye tumboni atakuwa ni mwenye kujitoa kwa familia yake. Mtoto chini ya miaka 10 atakuwa ni mjanja sana na atahakikisha atatimiza azma yake. Ushauri kwa mama, ikiwa mimba yako ni changa, hakikisha usiinue vitu vizito au kufanya kazi ngumu. Punguza tathmini pia. Tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, mtoto aliye tumboni atapenda sifa kupita maelezo, atakuwa na hulka za kifalme. Mtoto chini ya miaka 10 ataweza sahau baadhi ya vitu muhimu alivyoagizwa. Kiufupi, atakuwa na mawazo yake tofauti kichwani. Ushauri kwa mama, msaidie katika kujitambua kuwa yeye ni nani. Tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo, mtoto aliye tumboni mapenzi yake si yenye kuisha kwa wazazi wake. Mtoto chini ya miaka 10 atakuwa mtundu leo katika kujaribu majambo mbalimbali ambayo mengine si mwenye kuyaweza. Ushauri kwa mama, ondosha vitu hatarishi ambavyo unahisi moja kwa moja vina madhara kwa mwanao, weka mbali. Tukiendelea na upande wa nyota ya Mizani, mtoto aliye tumboni atakuwa ni mwenye kupendwa sana na watu kutokana na uchangamfu wake. Mtoto chini ya miaka 10 ataonekana bora sana na mwenye kipaji na akili nyingi. Ushauri kwa mama, hakikisha unalinda vyema kabisa kipaji cha mwanao, kwani wewe ndiye mtu pekee mwenye sapoti chanya. Tukiendelea na upande wa nyota ya Scorpio, mtoto aliye tumboni atakuwa na uwezo wa kutambua mazingira yaliyomzunguka na atamudu pia. Mtoto chini ya miaka 10 atajitenga na wenzake, na hiyo yote
kuna kitu hakipo sawa kwake. Ushauri kwa mama: tenga muda na mwanao katika kumtambua baadhi ya changamoto zake na pia ongea naye kwa sauti isiyoumiza. Tukiendelea na upande wa nyota ya mshale: mtoto aliye tumboni atakuwa na maarifa mazuri hasa baada ya kupitia changamoto za dunia. Mtoto chini ya miaka 10 atapenda safari ndogo ndogo na atapendelea zawadi pia. Ushauri kwa mama: ikiwa uwezo unaruhusu, zawadi ni muhimu sana kwa wanao, kwani zinakuza upendo na unakuwa unatajika mara kwa mara katika mioyo yao. Tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn: mtoto aliye tumboni atakuwa mtoto shujaa mwenye kujali kazi zake na hata kuwa mtunzaji mzuri wa mali zake. Mtoto chini ya miaka 10, kumbukumbu zake zitajirudia mara nyingi kwa jambo ambalo ameahidiwa na watu wake. Ushauri kwa mama: timiza ahadi ya mwanao walau kwa asilimia chache tu. Tukiendelea na upande wa nyota ya Ndoo: mtoto aliye tumboni atakuwa mtoto mwenye ucheshi mkubwa na mwenye kujali wazazi wake na wakubwa zake. Mtoto chini ya miaka 10 ataungana na wenzake katika swala zima la michezo na atafurahia masomo yake akiwa shuleni. Ushauri kwa mama: mtengezee njia ya furaha na jitahidi usimgombeze kwa jambo dogo ambalo si la lazima kugombezwa. Tukimalizia na upande wa nyota ya Samaki: mtoto aliye tumboni atakuwa ni miongoni mwa watoto wenye akili sana. Wadhifa mbalimbali atashika na atakuwa na huruma sana. Mtoto chini ya miaka 10 hatakubali kushindwa na rika lake. Ushauri kwa mama: hakikisha mtoto wako anapitia katika njia nzuri na anashirikiana na makundi mazuri pia. Ujumbe kwa walikuwa hawajapata mtoto: kitu pekee cha kuzingatia kuwa umekuja duniani kwa ajili ya kukamilisha jambo fulani. Wewe ni mtu wa pekee, usilinganishe na mwingine. Muda ukifika utaconceive, ni suala la muda tu. Ulikuwa nami na bye bye.